University of Iringa Legal Aid Center lilianza muda mrefu kidogo, kwa sababu miaka miwili iliyopita tulipewa usajili. Kwa hiyo kituo hiki kina usajili rasmi wa serikali kuwa na hiki kituo. Sasa kwa nini tumekizindua sasa? Tumekizindua sasa, tunatambua misingi mikubwa ya nchi yoyote ni wananchi kupata haki, access to justice. Sasa ukiangalia wananchi wengi hawana uwezo mkubwa wa kwenda kwa wakili ambaye atahitaji fedha kidogo, na wengine hawajui tu haki zao. Anaweza kuwa na jambo fulani lakini hajui kuitafuta ile haki. Sasa kituo hiki tunamrahisishia mwananchi wa kawaida kokote alipo, aje chuo chetu cha Iringa. Kama mnavyoona, hii center imezinduliwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na nitumie nafasi hii kumshukuru sana na katika maneno ambayo ametuasa wote. Sasa center hii itakuwa inamhudumia mwananchi yeyote bila kubagua, na hasa yule mwananchi ambaye hana uwezo wa kifedha. Na sisi tuna timu ya mawakili, kwa hiyo timu ya mawakili hiyo itakuwa inaenda kokote kule kumwakilisha huyu mwananchi bure. Nadhani huo ndio mchango wetu kama Chuo Kikuu cha Iringa kutumia hii Legal Aid Center. La pili, tunatumia hii center kuwasaidia wanafunzi wetu kuimarika kuwa wanafunzi bora zaidi, kwa sababu katika tasnia ya sheria kinachotizamwa ni uwezo wa mwanasheria kutoa huduma. Uwezo sio amesoma nini, the practical understanding ya mwanasheria kutoa huduma. Kwa hiyo chuo chetu sasa kina bahati, baada ya kutegemea internship, akitoka hapa tayari ameshafanya internship kwa muda wa miaka 3 atakayokaa. Kwa hiyo whether anaajiriwa na wakili au anaenda law school, atakuwa ameshapata ile uwezo wa kufikiri na kuweka fikra zake au nadharia katika matendo, kwa sababu atakuwa anaenda mahakamani, atakuwa na draft documents, atakuwa anasoma mikataba na kadhalika. Lakini la tatu, hii center itakuwa ni model center. Model yani ni center kielelezo, kwamba hapa unasoma, unajifunza kimatendo, na unapotoka hapa uhitaji tena kufundishwa sana, kwa sababu tayari umeshajua kimatendo. Na dunia ya sasa haiangalii umesoma nini. Dunia ya sasa inaangalia wewe una uwezo gani wa kutoa huduma. Kwa hiyo tunaliangalia soko katika kumfundisha mwanafunzi sheria, ili akitoka hapa aingie sokoni bila shida. Tunatoka kwenye kufundisha nadharia, tuna combine nadharia pamoja na vitendo. Lakini sio hivyo tu. Wenzetu katika sekta zingine kama mahakama, ofisi ya DPP, mwanasheria mkuu, tumeshaingia katika maelewano mazuri kwamba tutafanya kazi pamoja. Kwa kama kuna jambo tunataka tuliaddress mahakama, hii center ita-address mahakama. Kwa hiyo mwananchi atapata huduma kirahisi, kwa sababu wanasheria wa center hii wataenda kuongea na mahakama. Wanajua lugha ya mahakama, wanajua taratibu za mahakama, itakuwa jambo jepesi. Vivyo hivyo kwa mwendesha mashtaka, vivyo hivyo kwa mwanasheria mkuu, vivyo hivyo katika sekta nyingine za sheria. Lakini la mwisho, ningeomba wenzangu mkoa wa Iringa tutumie fursa hii. Tutumie fursa hii. Kuna mambo tunayafanya, lakini kwa sababu hatufuati taratibu za kisheria, tunajikuta tunaingia kwenye matatizo. Kwa sababu kama alivyosema mkuu wa mkoa, kila jambo ni sheria. Iwe shamba, iwe mirathi, chochote kile unachokifikiria lazima sheria zifuatwe. Kwa hivyo nawakaribisha sana wenzangu wananchi wa Iringa, lakini na mikoa ya jirani, kama mtapata fursa, basi sisi tuna uwezo wa kuwahudumia na kuhakikisha kwamba access to justice, na ndio kilio cha serikali, na wananchi kwa ujumla wanahitaji access to justice. Kwa hiyo hii ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa, sera ya Wizara ya Katiba na Sheria, kwamba mwananchi wa kawaida apate nafasi ya kuhudumiwa na kupata haki za kisheria.